Waumini wa dini ya Kiislamu wilayani Kilwa mkoani Lindi wakumbusha watu wenye uwezo wa kutoa zaka fadhila za kufanya jambo hilo zinazopatikana ndani ya mfungo mtukufu wa Ramadhani. Yamezungumzwa hayo na Ali Kaisi ambaye amekuwa akiishi na changamoto ya uhono hafifu takriban miaka kadhaa ya maisha yake kupelekea kuwa na ugumu wa kuendesha familia yake. Hivyo amewataka watu wenye uwezo kuendelea kusaidia watu wasiojiweza kwa kuwapa chakula, kwani itawawezesha kutimiza lengo lao la kufunga pasi na changamoto za chakula. Ali Kaisi amesisitiza kuwa ni vema ukiwa na uwezo wa kusaidia watu hao, itakuwa ni miongoni mwa amali njema mbele za Allah. Kwa upande wake, Shehe mkuu wa wilaya ya Kilwa, Hussein Maneno bin Simo, amesisitiza umuhimu wa kutoa zaka, huku akisema kuwa Uislamu ni dini ya kuoneana huruma kwa mwenye nacho kumkumbuka asiyekuwa nacho. Hivyo ni busara zaidi kuendelea kutatua changamoto za watu wasiojiweza kiuchumi. Wapo wenzetu Allah amewajalia kuwa wana kipato kizuri tu, wana mali nyingi, lakini wanasubutu tu kuwa hawana moyo ule wa kuweza kutoa msaada kwa wenzi wao, kwa sababu tunaona wapo watu wengi sana ambao hali zao za maisha ni duni, hali ya chini kabisa, wanahangaika lakini bado wanashindwa kuwasaidia, kuwapa misaada. Ili hali kutoa misaada kama nilivyozungumza kwamba kuna faida kubwa sana kwa mtoaji. Kuna faida kubwa kwa mtoaji. Kwa hiyo ukiangalia kama mwezi huu, mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuna watu wanakuwa na uhitaji, kuna watu wanafunga lakini hawana uwezo wa kupata futari, hawana uwezo wa kupata daku. Wengine wanafikia stage tu wanafuturu tu, wanakunywa maji, sijui labda wanakunywa maji tu, wanalala, wanaendelea na maisha. Daku tena hamna, unakuta usiku anaamka, labda mtu anaweza kutana kula daku, ana kipande tu cha muhogo anakula, lakini kwa sababu ametia nia ya kufunga basi anafanya hivyo. Kwa hiyo ningependa tu labda kuwashauri na kuwakumbusha wale ambao Mwenyezi Mungu amewajalia neema, wenye kipato kizuri, basi hawa kwa kujitengenezea mazingira mazuri ya maisha ya baadaye, basi wawe wanatoa misaada kuwasaidia wale watu ambao hawajiwezi, kwani kwa kufanya hivyo basi kheri zitaongezeka miongoni mwao, kwa sababu Allah ameagiza, Mwenyezi Mungu amesema kwenye vitabu vyake, amesema kuwa mafanikio yetu sisi hapa binadamu, mafanikio yetu hapa duniani, makabrini kwetu na kesho ahera, Allah tabaraka wa taala ameyaweka kwenye dini kamili. Dini kamili ni kufuata mwenendo na vitendo vilivyotendwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huo ndio mwenendo sahihi, na tumeambiwa kwamba je, tutaipataje hiyo dini kamili? Kwa hiyo kunahitaji juhudi, na katika moja hizo juhudi basi ikiwemo pamoja na hii kutoa sadaka, kuwasaidia wale ambao hawajiwezi, watu wa hali ya chini, watu duni. Ukifanya hivyo basi heri kubwa sana zinaongezeka, kwani hata Iblisi laanatullahi yeye alizungumza, aliulizwa na Rasuli kwa hivi, ni mtu gani wewe ambaye unamchukia sana? Basi alitoa orodha ya watu ambao wanaochukia, lakini ndani yake alitoa na orodha ikiwemo na Iblisi. Alisema anamchukia sana mtu ambaye anatoa sadaka, yani mtu mwenye kutoa sadaka ni katika miongoni mwa watu ambaye anawachukia sana. Akaulizwa kwa nini unawachukia hawa? Akasema nawachukia kwa sababu ukitoa sadaka, yani moja kwa moja wewe unakuwa huru, kwa sababu unavotoa sadaka yani unazima kabisa kama wewe ulikuwa ni mtu mwenye kuungua moto, kama Allah alikuwa umefanya makosa ya kuungua moto, manake sadaka inazima kabisa masuala ya kuungua moto. Kwa hiyo ampendi mtu ambaye Iblisi anataka watu wote tuungue moto. Kwa hiyo mtu akitoa sadaka ananichukia sana. Kwa hiyo nawakumbusha tu Waislamu kuwa wajue umuhimu wa kutoa sadaka, hususani katika mwezi kama huu unazidi, kwa sababu kama nilivyozungumza mahitaji yanaongezeka. Mtu kama hivyo anafunga, mazingira magumu, futari hana, daku hana, mtu anakuwa mwezi mzima anamaliza, unakuta kwamba hata kikombe cha chai hakupata, yani Muislamu ambaye amefunga. Kwa hiyo walio nacho Allah alioneemesha kuwapa riziki kubwa, kuwa na kipato kikubwa, basi wasisahau kuwakumbuka maskini, watu ambao wanaishi katika mazingira duni, watu wa hali ya chini, wawe wanawasaidia wale, wanawasaidia. Basi kama nilivyozungumza kwamba kwa kufanya hivyo
basi kuna kheri kubwa zinaongezeka miongoni mwao. Ni hivyo ndugu mtangazaji. Sawa. Kwa hiyo kwako labda uhusianisha na wewe mwenyewe, labda maisha na ugumu wa upatikanaji wa riziki, na tatizo ambalo Mungu amekujalia pia la uono hafifu. Mimi shehe, kwamba kama unavyozungumza kwamba Allah amenijalia kuwa na uono hafifu, na kama mtu unakuwa na uono hafifu, basi jua kuwa hata kama riziki yako pia itakuwa hafifu, kwa sababu uwezo wa kutafuta riziki kwa kutumia nguvu kubwa itakuwa hauna. Wewe utakuwa unategemea tu misaada, kama hivyo ni mtu wa kusaidiwa. Kwa hiyo mtu wa kusaidiwa, kama unavyojua, mpaka atokee mtu mwenye moyo wa kuweza kumsaidia, ndio riziki yake namna inavyokuwa inapatikana. Kwa hiyo hakika maisha ni magumu mno, magumu sana, isipokuwa kwa sababu ya hii hali amenipa Allah, basi sina namna yoyote, nakubaliana na hali. Chochote kidogo nachopata basi naridhika, naendelea na maisha. Lakini kwa kweli maisha ni magumu, kama unavyoona mazingira, unaona mazingira ya kaya yangu jinsi yalivyo, lakini inabidi tukubaliane na hali, kwa sababu hii yote ni kadari ya Allah. Na unafanyaje sasa kwa nyakati hizi za mfungo huu wa Ramadhani, kwa sababu umekuwa ukijikita na swala, ukijikita na ibada, namna ya kupata riziki yako labda ikoje? Bwana ndugu mtangazaji, kama nilivyokuambia, kwa riziki bwana, kwa kweli imekuwa ngumu sana, ngumu, ila najitahidi tu kama hivyo kuhangaika tu, kwa sababu hapa kwetu kama hivyo kuna miradi mingine ambayo unaweza kuifanya hata kama mtu wa chini, hata kama ni migumu, basi naendaga huko Minazini huko, napita kutafuta makuti hivi, na kuna mradi hivi ambao ni mradi hafifu sana wa kuchonga chelewa, basi huaga nakaa nachonga hivi, nikipata vibunda viwili vitatu, tunauza kibunda shilingi 500. Lakini shughuli yake shehe ni mzito, manake kutwa mzima kama unaifanya shughuli hiyo unaweza kupata labda bunda, yani ni bunda 3 au 4, kwa sababu inabidi uende kwa mapolini ukatafuta hayo makuti, ukae uanze kuchonga, basi mpaka kupata wewe shilingi 1000 bado inakuwa ni mtihani. Lakini ndio hivyo, yani unaweza kuta kwa siku nikahangaika nikapata hiyo labda 1200, basi hiyo lazimika nigawanyishe hiyo, hata kama kwa mahitaji muhimu yale nipate hata kama robo ya unga upatikane uji, basi maisha ni yanaenda hivyo. Uislamu unahitaji kuoneana huruma, hasa katika jambo ambalo tunasemea la chakula. Jambo la chakula, Allah subhanahu wa ta'ala ametugea sisi mfano tukae na njaa katika mwezi mmoja tu, ili tupate kuona maumivu ya njaa. Tukimsikia mtu analalamika njaa, tupate kujua, tupate picha nzima kwamba njaa ile ambayo mimi nilifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio huyo mtu analalamika nayo. Kwa hiyo tuharakishe haraka zaidi kwenda kumsaidia. Kwa hiyo funga wenyewe inatugea hilo darsa, lakini vile vile ibada yenyewe hii ya kutoa sadaka inaonyesha kwamba kwa namna gani Uislamu unaimiza namna mzima ya kuoneana huruma. Arrahimuna yarhamuhum arrahman. Tukiwa na tabia hii ya kuoneana huruma, basi hata Mwenyezi Mungu atatuonea huruma. Si hivyo tu, bali hiki ambacho kimetolewa utakiona kinakwenda mbali zaidi, kwa sababu Uislamu leo ni dini ambayo inatakiwa tuwakague watu kama hivi msikiti hapa, tuwakague watu wetu wa jamii yetu unaozunguka msikiti wana hali gani. Na ni mwezi wa maghfira. Tutumie fursa hii kwa Waislamu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameita ibada hii ya funga kwa jina la siyam, akuita kwa jina la saumu. Maana yake siyamu ina maana kubwa zaidi kuliko neno saumu. Nini maana yake? Ina maana kwamba ili mtu aweze kufunga vizuri, basi sio aache kula tu, bali aache machafu yote, aache mambo yote ambayo Uislamu hahitaji katika mwezi huu kuyafanya, hasa akiwa amefunga. Hata utaona kwamba hata kumtumia mke wake mtu anakatazwa mpaka atakapokuwa ameingia katika hali ya kuwa amefungulia. Hivyo basi ujumbe wangu, na ndio ujumbe wa Waislamu wa Kilwa, tutumie mwezi mtukufu wa Ramadhani kuzitengeneza nafsi zetu na roho zetu, ili tukiingia katika miezi ya kawaida ile,
mwezi huu umetugia mazoezi tosha kabisa ya kuweza kuyashinda yale mambo ambayo yanatusababishia sisi tuwe watu wabaya, tusiwe watu wazuri, ambayo ni maasi. Sababu maasi yanamsababisha mtu asiwe mtu bora, asiwe mtu mzuri. Kwa hiyo mwezi huu Allah akatuletea huu ni kwa sababu ya kututengeneza tupate kuwa sisi ni watu bora, ni watu ambao tunakwenda sawa sawa na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwahusia Waislamu wote tuitumie Ramadhani hii iturekebishe. Kama tutakuwa na madhaifu na matatizo yetu, Ramadhani ni sehemu nyeti kabisa ya kurekebisha tabia zetu, ya kurekebisha mazingira yetu, ili tupate kuwa watu safi na Mwenyezi Mungu apate kutupa